Haman Kamariki, KTN. Viongozi wa upinzani ama muungano wa upinzani wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua na wa Wiper Kalonzo Musyoka walifanya mkutano katika uwanja wa Tononoka jijini Mombasa, wakiwahamasisha wafuasi wao kujiandaa kwa kile walichokitaja kuwa uongozi mpya ifikapo mwaka 2027. Viongozi hao waliwataka wakazi wa Pwani kuunga mkono upinzani, wakiahidi mageuzi ya kisiasa na kiuchumi iwapo watapata mamlaka. Gachagua pia aliibua maswali kuhusu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, akidai huenda kulikuwa na njama fiche, akishinikiza uchunguzi wa wazi kufanyika ili kubaini ukweli. Mwanahabari Leno Sengre na taarifa zaidi. Kadri kampeni za kisiasa za mwaka wa 2027 zinavyozidi kushika kasi, kauli za msisimuko zilitawala anga, huku muungano wa upinzani ukivamia Pwani kwa mpigo. Mkutano huo uliofanyika katika uwanja wa Tononoka ulitawaliwa na kauli kali dhidi ya Rais William Ruto, huku viongozi wa upinzani wakisukuma ajenda ya muhula mmoja kwa kumshutumu kiongozi wa taifa kwa sera zisizo za mnato, wakizitaja kusambaratisha uchumi wa taifa. Hakuna pesa inaweza kuregesha maisha ya watoto wetu. Kusema milioni 3, kwanza anza na kutoa tamshi kama kiongozi wa nchi, useme you regret the killing of the Kenyan children. Kabla ya kulipa ridhaa, kwanza ubainike wazi kwamba umeomba msamaha kwa mauaji ya watoto wa Kenya. Anaitwa Rap Mashamba, akiona shamba hapa Pwani ambie kuna madini anataka kunyakua. William Ruto, wewe ni mtu ya kusahau haraka sana. Juzi wakati ulikuwa umevunja na Uhuru Kenyatta, ulikuwa unakuja Mount Kenya ukilia, ukimwaga machozi na makamasi pamoja, ukitafuta mwanaume ya kusimama na wewe. Mwanaume alisimama na wewe ni huyu Rigathi Gachagua. Ni kweli ama si kweli? Sasa tumeambia Rigathi Gachagua, fundi anajua kujenga, anajua kubomoa. Hii badali ya Mombasa, hao vijana hawana ajira. MD yako pale, ameenda kwenu Kasongo, amechukua vijana huko, amejaza hapa badali. Hao vijana wa nyumbani hawana kazi. Ni aibu, si aibu? Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alipasua mbarika kuhusu kifo cha hayati Raila Odinga, kidai safari yake ya matibabu nje ya nchi haikuidhinishwa na madaktari wake. Habari imetufikia ni kwamba huyu Raila Odinga alilazwa katika Nairobi Hospital, na hao madaktari wa Nairobi Hospital, akiwemo daktari wake Profesa Olunya, wakasema Raila asisafiri, akae hapa Kenya atibiwe polepole, asiingie ndege, asiende ng'ambo. Ilikuwaje serikali iliamua kumtoa Raila kumpeleka India? Ungependa kuuliza William Ruto, kwa nini viongozi wa Kenya wale ambao wako katika nyadhifa za juu wakikufa wanazikwa within 72 hours? Tunauliza, why did you bury Raila within 72 hours? Viongozi wa upinzani pia wakidai kuwa vijana wa Mombasa wamekuwa wakitumiwa vibaya kisiasa kwa muda mrefu, wakitaja changamoto za kihistoria ambazo bado zinalemea ukanda wa Pwani. Watu ya Pwani wameumizwa na madawa ya kulevya, mihadarati imeumiza watoto wetu. Lazima serikali mpya iweke kikomo uuzaji wa mihadarati, madawa ya kulevya, tuokoe watoto wetu wakue kama watoto wengine wa Kenya. Mimi nikamwambia, hii mambo nilikuja kukuombea kura Mombasa, niliamini, lakini sasa umeanza kumaliza watoto wetu. Unasema wapigwe risasi mguuni. Bottom up hakuna, ni top up. Matajiri ndio wanazidi kuwa matajiri. Pesa mfukoni hakuna. Kwa hivyo nikasema kama mbaya na iwe, kwamba hutatumia mamlaka yako vibaya kuhujumu demokrasia ya nchi hii. Wewe hutatumia magun kama yule mmoja ametolewa hapa. Kasongo aende asiende. Leno Sengre, runinga ya KTN. Unaendelea kutazama taarifa za KTN leo weekend. Tunakwenda kwenye